mnaota ndoto mnamng'ang'ania mtoto wa kwako. Alafu baadaye mnampasua katikati ile mtoto pale. Alitaka damu inamwagika hapo. Namaliza tunaanza kupima. Ya pili, ya tatu hivi. Inaendelea, unapoendelea kusafisha kizazi. Watakuja kuambia tu kizazi kimelegea, huwezi kushika tena mimba. Kwa hiyo hata angalia kile alichokiona jana, kuna mwanya. Hata kuangalia ile shida inompata, utakuwa tu. Kwa hiyo unaona kitu hiki sasa. Alikuja jana nyumbani. Lakini jana hiyo amenikuta na mambo mengi. Ninawaza huyu bwana tumwambie atuongezee muda kama ataweza. Ninawaza TCRA namuuliza Kalile una shilingi ngapi za redio, ananiambia na 2,500 za kulipa deni. Naangalia mfuko wa redio hauna hela. Hata leo tukiitwa TCRA hatuna hela. Anakuja mtu ana shida hii. Na wewe ukishatoka hapo umeshastarehe nyumbani. Nabii amebadilika mkono, unafikiri mimi nina starehe. Kwa mimi napata shida kuliko unavyofikiri. Hata haya maji, mama maji. Hata haya maji ndio kupa haya. Kwamba hebu chukua haya maji. Yaani ukiamini kwamba maji haya yametoka kwenye mikono ya nabii mwenye upako, ni asabani sana. Yanaweza yakakufungua kupita kawaida maji haya. Kupitia tu kwenye mkono. Sio ya kawaida hata kidogo. Sijui wewe unatazameni. Nilikuwa kwenye maombi nikampa dada mmoja maji. Hebu simama dada. Nilikuwa maji juzi. Na ulijisikia tofauti sana mwili. Sina haja ya kusema sana kile ambacho kilitokea. Lakini napenda kusema ofisini kwamba nabii yale maji. Kuna shule nyingine nzuri sana, lakini kama yeye atasema yuko tayari, sio leo tushuhudie. Hizo uliponipa yale maji, sio maji ya kawaida. Inawezekana na wewe pia umeyazoea yale maji. Si maji tu ya Afrika. Mpendo nikisha yashika ya maji, inakuwa sio ya kawaida. Wewe unakuja kutaka majibu. Hivi mimi naomba niulize, wewe sadaka yako unapelekaga wapi? Sadaka unapelekaga wapi sadaka? Wewe sadaka yako, sadaka ambayo inambariki Mungu, unaitoa kwenye kanisa ambalo halina Mungu. JFCL kwa sababu nabii aulizi sadaka, ndio anabeba 100. Lakini umetoka kwenye makanisa yanakupa bahasha 5. Lakini ukiuliza bahasha ya upako hakuna. Bahasha zenu unatoa wapi? Sadaka unatoa sadaka. Huko unakopendaga ndiko unakotoa sadaka nzuri ili usiwe vizuri. Kwa nabii Mpanji unakuja ili akuombee upokee. Kwa sababu utazikwa na hao wenzio wanaojua kuzikana. Lakini kwa nabii Mpanji, na hapa ndipo shida liko kutenda hila hapa. Kwamba sadaka inayogusa Mungu, peleka mahali ambapo Mungu hayupo. Na sadaka inayomkera Mungu, peleka mahali ambapo Mungu yupo.
Hapa ndipo unapokuja kushindana na Mungu. Na amekukera hapo, shetani amekuweza, amelikamata hilo wazo, na ndio maana una ibada mbili. Zaka, sadaka ya mavuno, ila maji ya kwenda kuombea pande vizuri uje tu hapa. Ulipotaka kuvuna ukaanza kupiga chenga. Sijali maji nayo kwa sababu kuku pale ile mama pale kwa Jessica atanunua, taenda shambani kwenda kuvuna. Sawa, umekusanya. Lete sasa kwa Bwana. Unaanza kuangalia. Peleke kule bwana nako. Kule nilikokuzoea kule. Gunia za mahindi hizo, gunia za mpunga hizo. Unapeleka mahali ambapo hakuna Mungu, unatua ukija hapa 2000. Angalia. Haya bwana. Kweli watu wote hawa tuliopo hapa, kazi ya Mungu inaweza kawa ngumu kiasi mpaka nikaelemewa. Kwa watu tuliopo hapo wote. Lakini mimi niseme tu kitu kimoja. Kama wewe utafanya kazi ya Mungu, Mungu atawaleta wengine, usije ukakasirika. Au ikuwa watu. Samueli akasema punda wamepatikana. Ngoja nisome Samueli wa kwanza hii. Alafu unapata mahindi gunia 10. Fungu la 10 gunia 1. Bebe 3 Moravian, bebe 3 GMCL. Hilo fungu la 10 au tani? Unapata mpunga gunia 20. Sehemu ya 10 gunia 2. Gunia 1 Roma, gunia 1 GMCL. Huku pale nione, huku na bia nione. Samueli 10 2. Samueli wa kwanza. Utakapoondoka kwangu leo, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benjamin huko Thels. Nao watakwambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu. Akisema, nitafanya nini kwa ajili ya mwanangu? Haleluya. Hapa sasa nakutana watu. Anaambia utakapokwenda, hapa anaambiwa na nabii, sio yake. Utakapokwenda safari yako mahali fulani, utakutana na watu watakwambia punda wamepatikana kule. Kwa hiyo fanyeni haraka njiani. Baba yako ameacha kufikiria habari za punda kwa sababu wapo pale nyumbani wanafikiria nini? Angalia kitu hiki. Kumi 13. Naye alipokwisha kutabiri, alipafikiria mahali pale pa juu, basi babaye mdogo akamuuliza Sauli na mtumishi wake, "Je, mlikwenda wapi?" Wakati huko kwa nabii sasa. Naye akajibu, "Tulikwenda kutafuta hao punda, na tulipoona ya kwamba hawakuonekana, tulimwendea Samueli." Babaye mdogo wa Sauli akasema, "Tafadhali uniambie huyo Samueli aliwaambie." Lakini Sauli akamjibu babaye mdogo, "Alituambia waziwazi ya kuwa hao punda wamekwisha onekana." Hao punda wamekwisha. Haleluya. 10:24. Samueli akawaambia watu wote, "Mnamuona mtu huyu aliyechaguliwa na Bwana, ya kuwa hakuna mtu mfano wake katika watu wote.
Nataka niseme nini hapa? Somo la Biblia linakwambia Samueli, inasema Sauli alikuwa ni mzuri mwanzo kulelewe wakati anatuma kwenda kutafuta punda. Na Sauli anafika kwa nabii, nabii anasema mnamwona mtu huyu? Hakuna mtu mfano wake kati ya hao wote. Ni mtu tofauti sana. Haleluya. Lakini chanzo cha Samueli kutoa majibu ya punda ni kwa sababu ya sadaka walikuwa wameshika. Mungu wa kweli yuko kwa nabii Mpanji au Mungu wa kweli yuko mahali fulani? Huyo inanyoma unayumba kama upepo hivi. Ukienda kaskazini na kwenda kaskazini, kienda hivi naenda hivi. Na tatizo likitokea, Mpanji anasema watazika kanisa fulani. Na kanisa fulani anasema atazika Mpanji. Unajikuta mwisho wa siku na kesha peke yako. Mila mami. Haleluya. Harusi inatokea, tutafungia ndoa kanisa fulani. Na mimi nasema nafungia kanisa fulani. Kwa mimi sishughuliki na wewe kwa sababu na wewe ushughuliki na huduma. Haleluya. Kumbe wewe unanitegemea mimi, lakini mimi kujaniweka wazi. Yuko mama mmoja ametoka Songwe yuko hapa. Yule mama tumeshi kuanzia leo mimi sirudi huko. Huyo. Nilikuwa na mtoto wangu amepona hapa mimi siondoki. Kaa. Haleluya. Mwanangu alikuwa anaumwa, nilikuwa nasali kwa elimu huko. Leo nimemleta hapa amepona. Sirudi. Mimi ni wa kwako mtumishi kama wewe wa Yesu sio wangu. Mwisho wa siku unajikuta unabaki kwamba JMCL hawana ushirikiano. Swali, wana ushirikiano? Kama ungekuwa na ushirikiano singekuona wewe. Wale nyumbani mimi wala hamna walinzi kwamba nakukataza usiingie. Tumishi vipi? Hivi ndio inaendeleaje? Lakini kila siku ukija jipu linauma. Kila siku ukija sijalala leo. Nabadilika mkono, nenda asante. Kila siku ukija amani sina. Hujawahi kuja kuniuliza mtumishi na nini inaendeleaje? Unaogopa na kushirikisha hela. Si papa. Pale tu napigia watu simu, fanya. Hebu jioni jamani. Hivi jambo hili vipi? Bwana liko hivi. Hapo mtu anaanza kushika. Lakini ngoja kuniuliza. Unaogopa ukiniuliza utakwambia bwana sisi leo nasema nataka 500,000. Na wewe una milioni 1 benki. Kutoa 500,000 mpaka viboko. Mungu tu aanze na wewe upya. Kabisa. Mungu aanze na wewe upya. Mimi nakwambia. Mtafute Mungu bado wanapatikana. Nikamwambia mtu mmoja jana. Watu wengi leo Mbeya wanamwona nabii Mpanji sio maana kwa sababu wako Mbeya. Wakitoka tu nje na mtumishi, mimi nilikuwa na sali teku, habari zako nimezipata sana, sijawahi kuja, naomba niombee. Amesikuombea. Kama umesoma teku miaka 3 na hujai kuja, sikuombea. Namba kakupana. Amenipa tu fulani. Ndio wewe. Tafuta kuombea wengine. Hii kazi ngumu. Tumana watumishi wa Mungu wengi wanaikwepa hii kazi. Ni rahisi kukutawala wewe kukupatia wakati unaumwa. Wanakwenda kwa nabii, wanasema tubebe shekeli. Chakula hatuna. Unaweza kuwa una shekeli mpendwa, lakini una debe 2-3 za mahindi kama alivyoletwa mpendwa hapa. Hizi zikatusaidia kufanya kazi ya Mungu. Wakati nawaza debe la mahindi, nitakwenda kusaga hiyo nitakula. Haleluya. Kwa wakati nawaza siku 2-3 na wewe ukileta ninawategemeza kweli wachungaji. Niwachekeshe kitu kingine. Mimi na nyumba najenga hapo, lakini hakuna naye wote najua kama najenga nyumba. Hakuna tena wewe kuja kusema mtumishi hata sifua simenti huwa. Hata mmoja. Hakuna iko kwamba mfuko wa simenti mtumishi huu hapa. Hakuna. Mtumishi naleta hata bati moja hii hapa mtumishi naleta. Lakini watu wakiniangalia huko nje wanaona nabii Mpanji ana hela. Nimeshindwa kuwezeka. Kana mimi kama tumegundua kama tutakuwa tuna hela.
tusingenunua mbao. Lakini asante Bwana, Mungu atanipa. Amen. Lakini shida zenu zinazidi hela bati moja. Shida sio kwa sababu zinazidi hela bati moja. Sababu kama una shida ambayo wewe unali usiku, wewe una shida, alafu unakuja kwa nabii tunaomba, hakuna hata mmoja yeye sema kwamba tuishi. Leta mfuko mtumishi. Ni majenga kwenye hela za kuunga baada mfuko ule simenti jenge una sasa hivi ndio wahesabu kama kuwezeka mwezi wa 12 mbao ziki, lakini mtu akiangalia hivi nje anajua yes ni mpanji ana hela. Nilikuwa mchungaji ombaomba ningenisahau ni lakini ingekuwepo leo kwenye makanisa yenu mliozoea kule, kila mmoja atoe bati mbili kwa mchungaji, mngetoa tena. Mchungaji angetafuta yeye anataka sauzi, anataka wapi, mchungaji wetu aishi maisha mazuri bwana, sina nini, mngetoa. Na Mungu anapofanya vitu hapa ni vikubwa kuliko mawazo yako. Una tatizo la kansa, Osheroni wamepiga chini. Una kifafa, umekunywa dawa bado naanguka. Umekwenda kwa waganga utafuta mtoto hujapata. Umetafuta amani kwenye ndoa hujapata. Leo ndio kusema kwamba nabii unaishije? Lakini halo habari sasa. Yaani tumishi leo sijalala kichwa kinaniuma kweli. Njoo saa 9. Kabadilika mkono nimepona. Unaondoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Baba, wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya Mungu. Ninakutukuza na nikubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vitu gani ambacho kinaweza kikakusababisha ukawe adui wa Mungu? Maombi unaomba sana, unaomba unajibidiisha sana. Kwani katika hayo unaomba Mungu anashindwa kusikia hata mawili yakupa majibu? Katika hayo unaomba 7 Mungu anashindwa kusema hata matatu, akaacha 4, lakini matatu yakufanya ukae kwa Mungu wakati akiendelea kuiandaa na hayo 4. Sasa kanuni za Mungu uzijui. Mimi kila wakati nimefundisha Mungu wa kanuni hafanyi kazi nje ya kanuni yake. Hafanyi kazi nje ya kanuni. Mungu sio wa shortcut. Haleluya. Sio shortcut. Mungu sio Mungu wa mikataba kwamba mimi nitafanya miaka 2, 3
baadaye utakuwa maskini. Sio kweli. Mungu akikuinua amekuinua. Mungu akisema ndio, hakuna anayeweza kusema hapana. Hakuna. Mimi kama ningekuwa nimejiita kuwa nabii, Mbeya ningesambaratika. So walikaa pamoja kukusudia wanisambaratishe. Lakini kwa sababu aliyeniita hakuniacha. Wewe mbona